Naweza kumwombea Mwenyezi Mungu aweze kupiga gari yake salama salama. Nadhani kesho naweza kupenda kumuona na ubingwa wake tunampa yeye kwa asilimia zote, kwa sababu anafanya kazi kubwa na msimu huu, naweza kujitolea kwa ajili ya kuhudumia mwishoni wa ligi. Tunasema kwamba hiyo Mwenyezi Mungu alivyopanga, sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu aweze kurudi katika katika salama salama. Sawa. Captain, ni furaha kiasi gani mara 5 mfululizo mmevunja ile rekodi ya watani kuchukua kombe mara 4 mfululizo, mnakwenda kuchukua mara 5 mfululizo? Jitihada na kumwomba Mwenyezi Mungu. Sisi tumekuja kama timu, tumekuja hapa Yanga kwa ajili ya kazi moja, tuweze kuchukua kombe peke yake. Hatujakuja hapa kwa ajili ya kuweza kuleta show au pia tumekuja hapa kwa ajili ya kuchukua kombe na kutetea makombe yetu ambayo tumeyachukua. Nadhani tumekosa kombe moja la CRDB tumetolewa na Azam, lakini tumeweza kuchukua ile ya NBC. Kwa hiyo kwa sisi tunasema pia ni furaha kuchukua kombe hili mara 5 mfululizo. Ilikuwa ni safari ya namna gani mpaka kufika hapa leo mnatoa ubingwa? Safari ilikuwa ngumu sana, kwa sababu ilikuwa kila mechi ilikuwa ni finali. Na kila mechi ilikuwa ni finali, kwa hiyo safari yetu ilikuwa ngumu mpaka sasa tunasema alhamdulillah tumeweza mechi sana salmini, ligi tumeweza kuchukua kwa mabingwa. Ubingwa huu unakwenda kwa nani wewe kwako binafsi? Kwangu mimi binafsi. Yes. Sababu kwa situation iliyotokea sasa hivi mimi nampa Pacome Zouzoua kwa sababu tuweza kumfariji mwenzetu. Nadhani ameweza kupata jeraha kidogo ni kubwa, lakini tupo pamoja naye kwa sababu yupoumia, tuwezi kumwacha. Tupo pamoja naye kwa hali na mali. Kama wachezaji pia mmepokea kwa masikitiko makubwa sana, maana tunasema kwamba alikuwa ni funga shule watarudi familia zao, lakini mwenzetu anatoka katika familia yake kwa ameumia. Jambo sisi lenyewe limetuhuzunisha na limetupa masikitiko makubwa, lakini ndo kazi yetu na ndo kazi ya mpira. Kwa hiyo sisi kumwomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana, asubuhi na jioni aweze kurudi katika kazi yake salama. Nasema mipango ya Mwenyezi Mungu. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Nimeona pale kati muda wa kunyanyua kombe umempa ende Shabalala, nitegemea kuona wewe. Ilikuwaje, ulibariki? Mimi si umeniona pale nimechukua. Sasa Shabalala. Mimi nimeenda kuchukua mwenyewe. Sema nimempa tu aliniwa kwa sababu gani? Ya heshima. Shabalala na mheshimu, ni kapteni ambaye ashakuwa kapteni wa timu mbalimbali tokea miaka 4 nadhani, na amekosa ubingwa miaka 4 mfululizo. Hii alikuwa ubingwa wao. Mimi hata nimesema nikichukua siku lazima nimpe Shabalala hizo kuinua kombe kwa heshima yangu mimi na kwa heshima ya Shabalala, kwamba Shabalala amekosa miaka 4 mfululizo na hii pia angekosa angekuwa pamoja na Gulu kwetu. Kwa hiyo bora tumpe na ainue kombe, na kweli hapa nimempa kwa heshima, ameinua kombe. Pengine yeye anazungumza nini labda mlivyokuwa mnaenda kwenye mechi hii ya leo? Maana niliona amenyanyua kiti kile cha plastiki mlivyofunga tu chuma la 3. Yaani sio mechi hii tu, tokea mechi ambayo kama mechi 3 nyuma ya mwisho alikuwa anatuambia sana, naombeni basi, tumekosa ile la CRDB, basi hata hili basi nichukue. Nikamwambia basi sio na wasiwasi, kama kwa wachezaji kwa heshima yako utalichukua bila wasiwasi. Kwa heshima ya captain, zungumza na mashabiki wa Young Africans. Hatuna cha kuwa mashabiki zaidi ya kuombea Mwenyezi Mungu walipotoka huko ni mbali katika majumbani kwao waweze kurudi usiku salama salimini, kushukuru na tafani yote njiani. Nadhani ubingwa huu pia ni wao, sababu tokea ligi inaanza mpaka sasa hivi inaisha wameweza kutusupport kwa hali na mali, kwa jasho na damu, furaha na majozi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwamba tunasema kwamba hana cha kuwalipa, Mwenyezi Mungu atawalipa na tuombe kusupport kwa kila siku. Okay, shukrani sana. Asante sana. Yanga bingwa kwa mujibu wa bosi mara 5 mfululizo. Naondoka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.